Ninakubariki kwa maana uwepo wako na utukufu wako uko pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Na mtu aseme amen. Kule nyumbani na kanisani, kila mtu aseme amen. Amen. Basi nataka kwenda kusikia neno la Bwana mchana wa leo. Neno la Mungu linatoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, mlango ni ule wa 12. Mlango wa kwanza, Timotheo wa kwanza, mlango wa 6:12 mpaka 14. Hapa ndio neno la Bwana kwetu siku ya leo, mchana wa leo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunasoma Timotheo wa kwanza mlango wa 6. Wapendwa walio nyumbani, walio kwa mahoteli, walio kila mahali kote duniani, we are reading the book of 1 Timothy chapter 6 verse 12 to 14. And God is going to bless us in Jesus' name. I'm reading from the book of 1 Timothy chapter 6, 12 to 14. And nasoma, fight the good fight of faith. Lay on unto eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I'm reading again. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto you are also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Verse 13. I give thee a charge in the sight of God, who quicken the things, all things, and before Christ Jesus Christ, or before Pontius Pilate, witness a good confession, that they will keep this commandment without spot and irrevocable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Today's message, we are getting it from that book of 1 Timothy chapter 6 verse 12-14. And the heading of the message today, it is time to stand for your profession. It is time to stand for what you profess. Wale ambao wasomi wa Kiswahili, ni wakati wa kusimamia ushuhuda wako. It is time to stand for your profession. What you profess, what you confess. The word profession means your position, your pursuit, your role, your service, your understanding, your vocation, walk of life. Profession means to stand or to declare your stand, your pursuit in life, in faith, your role, your service, understanding, your vocation, walk of life. It is time to stand for the work of your life. Praise the name of the Lord. I say praise the name of the Lord, church. Hallelujah. Now, it is the time for church believers to stand for their position, walk of life. Sasa ndio wakati mzuri kwa kanisa kusimamia kile ambacho wanakiri na vinywa vyao. It is the time now and not tomorrow for the church to stand for what we profess concerning this life. And our life is different
from the life of the world. Maisha yetu iko tofauti ama iko kinyume na maisha ya ulimwengu. Kwa hivyo ushuhuda wetu uko tofauti, maneno yetu yako tofauti, imani yetu iko tofauti na imani ya ulimwengu. Na sasa huu ndio wakati wa kusimama na kusimamia ule ushuhuda ama ile confession ambayo tuna confess concerning this life of Christianity in our lives. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Imewadia wakati sasa, wapendwa kanisa, watumishi wa Mungu, tukasimamie kile ambayo tunahubiri. Yesu makofi glory. Nasema mpe Yesu makofi glory. Hallelujah. Imewadia wakati tukasimamie kile ambacho tunahubiri. Na kama tusimamie kile ambacho tunahubiri, then mahubiri yetu they are useless and they are nothing. Haiwezi kutusaidia sisi, na haiwezi kusaidia wengine, na haiwezi kusaidia ulimwengu kama hatusimamii kile tuna profess. Whatever we profess concerning this life, if we don't put into practice what we profess, then our preaching haina maana. Mahubiri yetu, kazi yetu, kama tutasimamia kile tunasema, mahubiri yetu, kazi yetu, wapendwa, kama kanisa, itakuwa ni bure. Maana mitume walisimamia kile walisema. Hallelujah. Manabii walisimamia kile walisema na kile waliamini. Amen. So church and the body of Christ, it is time. It is the time now to stand for what we profess. It say the time is now. Maana asemaye kesho ni mwongo. Kama ni uponyaji ni sasa. Kama ni wokovu ni sasa. Kama ni uponyaji ni sasa. Kama ni kuendelea na kubarikiwa ni sasa. Na kwa sababu kama wakati ndio huu wa kusimamia kile ambacho tunashuhudia, Biblia inasema kwamba na wale ambao walikuwa mbele yetu walishinda. Haleluya, sikia. Wale ambao walikuwa mbele yetu, kuna watu walikuwa mbele yetu na wakashinda. Halo. Nasema kama wewe unaona ni kama hakuna kushinda, kuna watu ambao walitutangulia na wakashinda. Amen. Na ushuhuda wao umeandikwa. Amen. Na ndio maana nasoma in the book of Revelation chapter 12 verse 11. Na wale waliokuwa mbele yetu walimshinda Shetani. Hallelujah. The devil. Hallelujah. Walimshinda Shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao na wakupenda maisha yao anakufa. Wale walikuwa mbele yetu. Jamani, kuna watu walitutangulia. Nasema kuna watu walitutangulia na wakashinda. Hello. And we must learn by the example. Lazima tusome kwa mfano wao. Tusome kwa mfano example yao, tufuate, tuige. Amen. Kama vile Paulo anasema kwamba nifuateni mimi kama vile ninamfuata Kristo. Amen. Jamani wapendwa, kuna watu walishinda na ushuhuda wao ukaandikwa. And that's why we are reading about them. Danieli kuna vile mambo alifanya, akafunga vinywa vya simba, ushuhuda ukaandikwa. And I'm wondering, I'm worried, hii kanisa ya saa hii inaandikisha nini? Watumishi wa Mungu tutaandikisha nini? Maana kuna ushuhuda unangojewa uandikwe, ushuhuda wa ushindi. Maana kwa Mungu hakuandikwi kitu ya kushindwa ama kulemewa ama kufungukiwa. Kwa Mungu kunaandikwa ushindi peke yake. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. So I'm wondering, men of God, the church of Christ, tunaandikisha nini? Tutaandikisha nini? Tayari
Tayari watu wengi, watumishi wengi, wapendwa wengi wameandikisha uoga. Ushuhuda wao ni uoga. Ushuhuda wao ni uoga. Na Biblia inasema kwamba in the book of Revelation chapter 21 verse 7, waoga hawataingia mbinguni. Soma. Revelation chapter 21 verse 7, waoga wanaweza kuona wachawi. Huko nje kulikuwa wachawi, mbwa, wachawi, mbwa na wale wengine waovu wote. Huko nje kutakuwa wachawi na waoga. Na waoga hawataingia mbinguni. Wale wanaoogopa wataingia mbinguni. So 21 verse 7 to 8. Sisi nani soma? Mulika yeye. Mulika yeye asoma. Ufunuo 21 mstari ni ule wa 7. Inasema hivi: yeye ashindaye atayarithi haya. Msikia, yeye ashindaye atayarithi haya. Nami nitakuwa Mungu wake. Naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazizi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo, wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Wote hao ambao wamesoma sehemu yao ni katika ile ziwa likawakao moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Na hii ndiyo mauti ya pili. Hallelujah. The fearful. Hello. Simudamu kama bado mnaogopa. Waoga. Sema na Kiswahili, sema na lugha yako. Iwila Mungu, sema na lugha yako. Waoga. Just imagine, yani kumbe hii neno la Mungu ni ajabu. Ati waoga wanahesabiwa na wachawi, ati wachawi, wauaji, waongo. Na wewe hata hujaita adabu, lakini tu umeogopa. Corona. Sio nini? Ati unaweza fanya Mungu akuhesabu pamoja na wachawi. Na wewe hujaogopa Mungu. Basta, hujaogopa Mungu. Lakini kwa aoga kadogo tu. Sehemu yako iko kwa wachawi. Maana sasa. Now is a time to stand for what we profess, to what we preach. It is the time. It is the time to stand for what we preach, for what we believe. It is the time. Nasema ndio wakati wa kusimamia kile ambacho unashuhudia na unasema kwa jina la Yesu. Patie Yesu nataka makofi kama unanibana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, it is a time for church believers to stand for their position, walk of life. Hello? Walk of life? Walk of life. Ni wakati sasa wa kusimamia ile maisha unaishi. Unasemanga wewe uko ndani yake. Tusidanganyane. Amen. Tusidanganyane. Ni wakati sasa wa kusimamia ile maisha unasemanga uko ndani. Unajua wengine wanasema niko ndani ya Yesu Kristo na miguu iko nje. Niko ndani ya Yesu Kristo na uko hivi. You don't mean what you are. Come on, I want to say you don't mean what you are. Au maanishi kile una. Unajua kama umaanishi kile unasema unakuwa kama mwenda wazimu. Mwenda wazimu unajua ajuangi kile anasema. Mwenda wazimu ajuangi ile maneno anasema. So Mungu hataki tufananishwe na wazimu, mwenda wazimu. Maana mwenda wazimu anaweza kukutusi na kesho umuulize hata jua kama alikutusi. Hello? So when we don't mean what we are saying, tunafananishwa na mwenda wazimu, mtu ambao
inaitwa ile lugha ya leo inaitwa aje? Kuna lugha nyingine ya vijana inaitwa aje? Hata si mwenda wamepanda amechizi ni chizi, si ndio? Aje, haleluya! Simonisaidie vijana, mtu mwenda wazimu kuna vijana ni amechizi duanzi, wanaitwa maduanzi. Mduazi anaitwa mduazi. Unaona sisi naenda hii lugha inaenda ikipanda. Sasa mimi nilikuwa najua mwenda, mwingine alikuwa anajua mwenda, mwingine alikuwa anajua nini? Chizi. Sasa amendu duanzi. Amenduazi. Hii lugha kwa inakuwa kila siku. Haleluya. Mpe Yesu makofi. Haleluya. Anasema pate Yesu sadaka makofi. Haleluya. Amen. Now is the time to stand for what we believe, for our position, for our walk of life. Amen. Now, I want to give you some points concerning on how to stand or progress for this life. What to do to stand for our profession? What to do to stand? Tutafanya nini ili tusimamie kile ambacho tunashuhudia? What to do to stand for our profession at such a time like this? Tutafanya nini tusimamie msimamo wetu, ushuhuda wetu ule ambao tunashuhudia? Tutafanya nini? Haleluya. Wapendwa waliokuwa mbele yetu kuna vile walifanya, na lazima tufuate nyayo zao. Amen. Kuna vile walifanya, ushuhuda wao ukaandikwa na ukadhibitika, and we must follow their steps to win this battle. Lazima tufuate nyayo zao tushinde hii vita. Hello. Kuna watu wanataka kushinda vita? Mbona hata sioni? Sasa kama unashinda vita sinunulie mkono tu nyumbani wewe. Kama unataka kushinda vita nyumbani, ninulie mkono. Lazima tutembee ile njia ambao wapendwa wa kwanza walitembea. Amen. And the word of God promises us the glory of this church will be much than the former one. Utukufu wa kanisa hili ya mwisho utakuwa mwingi, haleluya, kuliko utukufu wa kanisa la kwanza. Lakini tukiangalia hatuoni utukufu yoyote, tunaona aibu. Hata kanisa haijulikani, bado zinajulikana. Haya, fungueni baa na restaurant. Yaani ni kama hakuna kanisa duniani hii ya Kenya. Wamefungia Mungu nje. Wapendwa, bado zinajulikana. Na nini ingine? Na makambi, na matatu, na mahoteli, na simuseme zote, na magari, simuseme na soko. Jamani, soko. Hata soko ndio kuna kuanga na crown. Kwa kanisa hata hakuna crown. Unaweza panga watu, lakini kwa soko, nani unaweza panga watu kwa soko namna gani? Haleluya. Hey, haleluya. Kanisa lipate jina, tusimame. Amen. Tusimamie ushuhuda. Kanisa lipate jina. Saa hii kanisa ina jina. Ni kama kitu ingine. Kama ile ya Mugigi na ile ingine na ile ingine. Mutaje zote. We are classified there. Sasa ndio maana naleta ujumbe huu kwako wewe unayenisikia. Lazima umefika wakati sasa wa kusimamia kile ambacho tunasema sisi tuko ndani yake. Kusimamia kile ambacho tunatembea ndani yake. It is time now. Ni wakati sasa. Wewe ambao unanisikia ukiwa nyumbani, wewe ambao unanisikia ukipita, ni wakati wa kusimamia ushuhuda wako. Amen. So, what are we going to do? To stand for what we profess. What are we going to do? To stand for what we profess. Number one,
we are supposed to begin to fight for our faith. Kusimamia ushuhuda lazima upigane. Because this is a matter of fighting. And if you cannot fight for your faith, then count yourself outside. Kama huwezi kupigania imani, wewe jihesabu wewe uko nje. Unanisikia? Nirudie tena. Hiyo ndio nasema kuokoka kwenda mbinguni kwenda mbinguni. Wewe enda mbinguni, mimi siende mbinguni. Mimi nangojea Yesu Kristo akuja nichukue, maana alisema anaenda kuandalia makao na akiandaa ikiisha atanikujia. Wewe unasema unaenda mbinguni, mimi siendi. Mimi nangojea nikujiwe. Pe Yesu makofi, glory. Hallelujah. Sasa lazima upiganie hiyo imani yako. Biblia tunasoma asubuhi tukaona kwamba Paulo anaambia Wakorintho, I believe and therefore I speak. Faith is speaking, is not keeping quiet. Imani ni kuongea, si kunyamaza. Wewe watu wa Mungu Kenya yote na dunia yote, imani si kunyamaza. Imani ya kunyamaza si imani. Maana Paulo anasema I believe and therefore I speak. Ongea. Amen. Tuongee watu wa Mungu. Amen. Tuongee. Amen. Tuongee. Kanisa tuongee. Ndugu, mpendwa. Hallelujah. Mchungaji, mtumishi wa Mungu, askofu, ongea. Ongea. Let the solution. Maana watu wa Mungu ndio wakuleta solution. Lakini saa hii tunangojea science ilete solution. Tunangoja nini? And you know that science wanakuwa hata kinyume cha Mungu, maana hata wamesababisha hii maneno. Wanakuwa hata kinyume cha Mungu. They aren't God. They are anti-God. And yule scientist ambao alikuwa wa kwanza alikuwa anasema alikuwa anaitwa nani? Ni Charles Darwin. Yeah? Charles Darwin. Evolution yake ilisema nini? Man was not created. He evolved. Akatoka kutoka kwa mangi akakuwa kitu kingine, mkee ikakatika. Bwana sasa akawaja kuwa mangi. That is what science says. Amen. Science wakati mwingi inakuwa hand God. Bwana sasa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Yeah. Tunahitaji dawa kutoka kwa watu wa Mungu. Wakati maji iliharibika kule Israeli, walisema wakawalilia Elijah. Akasema, "Oh, maji hapa iko na uchungu. Maji iko na uchungu. Na inaua. Hii maji inaua. Na watu wakikunywa wanakuwa bad. The land is bad kwa sababu ya hii maji." Elijah akaleta dawa. Akaweka dawa. Amen. Maji kawa matamu. Hallelujah. Hata hivyo inaweza tendeka. Amen. Saa hii maji ya dunia iko uchungu. Ni mara ni uchungu. Uchungu ama iko na chachu. Wala sasa. Elijah akatengeneza maji. The same formula. Mungu anataka tutumie. Hallelujah. Yesu sadaka makofi. Hallelujah. Yesu sadaka makofi. Hallelujah. Kule nyumbani kwa jina la Yesu. Mungu anatarajia hivyo, tulete solution, tulete dawa. Amen. Na hakuna dawa nyingine. The medicine hata tayari tumepewa, ni sisi hatutaki kutumia. The medicine is Jesus Christ, the Son of the living God. Hallelujah. Dawa ni Yesu. Amen. Dawa ni Yesu. Hatuhitaji kwenda kwa msitu kuokota dawa. Tusikose kueleweka kama watu wa medicine, watu wa mitishamba. Watu wa mitishamba. Lakini sasa tunatumia jina la Yesu Kristo. Na jina la Yesu Kristo likitajwa, corona inaondoka. Jina la Yesu Kristo tukitaja sawa sawa,
wacha vile tunataja hivi tukiyumbayumba. Tukitaja jina Yesu sawasawa, ulimwengu unatetemeka na mapepo na nguvu za giza zinashindwa. Haleluya! Na utawala wa Mungu unashuka duniani. Pe Yesu magogo glory. Haleluya! Nasema pe Yesu magogo glory. Sema ndio. Yes, tukimwita Yesu ufalme wa Mungu unashuka duniani. Na hata ndio alisema, alipokuwa akipaa, alisema na wakati unaomba, semeni ufalme wangu ukuje, ufalme wa Mungu ukuje. Amen. Ni sisi tumekataa ufalme wa Mungu ukuje. Because we have kept quiet. Amen. We have kept quiet. Tumenyamaza. So, what to do to stand for our profession is to fight for your faith. Pigania imani yako. Imani ambayo uipiganie, hiyo si imani ni kitu kingine. Imani inapiganiwa. Wewe uliye nyumbani, kama unasema uko na imani ndani ya Mungu, imani ni imani unapoipigania na unapoisimamia. Patie Yesu sadaka nzuri ya makofi pale nyumbani na kila mahali katika nchi yetu ya Kenya. Pe Yesu makofi utukufu. Number 2. Stand for what you believe. Hallelujah. Stand for what you believe. Unasimamia kile unaamini. Stand for it. Watu wengi wanasema lakini hawasimamii kile wanaamini. Hiyo ni hatari sana. If you are not in position of standing on what you believe, hiyo ni hatari kubwa sana kwa maisha yako na kwa ulimwengu pia. Stand for what you believe. Simamia kwa kile unaamini. Na kama unasimamia kwa kile unaamini, then that faith is useless. Huwezi kukusaidia wewe, huwezi kusaidia dunia, na huwezi kusaidia wengine. So as a church, as a body of Christ, we must stand for what we believe. Bwana sasa. Usimamie haki yako. Number 3. What to do to stand for our probation. Number 3. Live for what you believe. Live. Live for what you believe. Live. My friend, the child of God. Live for what you believe. Hiyo inamaanisha namna gani? Wacha niseme kwa wale ambao ni watu wa Kiswahili. Simamia. Amen. Ishia kile ambacho unaamini. Na hiyo watu wengi hawaishi ile imani yao, hawaishi. You don't live for the faith you have. Wangapi wanaelewa? You don't live for the faith you have. Live for the faith. Let me come back again. Live for what? Live for what you believe. Live for what you believe. Live. Hebu Mungu atusaidie Kiswahili. Live for what you believe. Ishia kile unaamini. Unajua watu wengine hawaishi kile wanaamini. Wako na mpango mwingine ya kama. Simwezi kusema na mpango wa kama. Wewe sema mpango wa kama. Kile ambacho unaamini au kiishi, you don't believe. I mean, you don't live in what you believe. Unaishi kando na kile unaamini. Hiyo si imani. Na ndio Wakristo wengi wanaishi kando na kile wanaamini. Unasikia anasema anaenda mbinguni. Unasikia akisema Yesu ni mwokozi, lakini si mwokozi, shetani ndio mwokozi. Maana matendo yake ni ya aishi kile ambacho anaamini. Ni wakati sasa wa kuishi, amen, kile ambacho tunaamini. Ni wakati sasa, na Mungu anatetea yule ambao anaishi kile anasema. Huyo ndio Mungu anatetea. Haleluya. Halo. Mungu anatetea
unaishi wewe, unasema umeokoka, unaishia uokovu. Mungu anakutetea. Haleluya. Mungu anakutetea. Mungu anakushindania. Mungu anakubariki. Yule ambao anaishia kile ambacho anasema, Mungu ako na yeye. Kile ambao unasema na unakitetea na unaishi hiyo kitu, Mungu anakuja anakujoin. Haleluya. Mungu anakujoin, anaanza kuishi ndani yako, anaanza kutembea na wewe. Unajua wakati tulipookoka hapo mbeleni, ushuhuda ulikuwa na hivi. Hata wimbo, utembea na Yesu, mimi napenda utembea na Yesu. Mpaka watu wakatumistake, mpaka watu wakaanza kutuelewa. Watu wanasema wanatembea na Yesu, wanalala na Yesu. Watu ni waina gani? Hawakutuelewa. Haleluya. Hawakutuelewa. Kitu inasaidiwa namna hiyo. Unalala na Yesu, unatembea na Yesu, unakula na Yesu. Haleluya. Unakesha na Yesu, unafanya kazi na Yesu. Amen. You live for what you believe. Na hakuna kitu kitakushinda. Hakuna kitu kitakushinda. Tuko na magari. Tuko na magari. Number 4. What to do to start our probation? Work for what you believe. Work for what you believe. Hello? Say work. Work. Kila mtu sema work. Work. Sema work. Work. For what? Hello? Unasema ama unanyamaza? Sema work. Work. For what? You believe. And that's what to do to stand